بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Rabiu Thani mwaka wa 1439 katika darasa ya kitabu Akhlaqul Ulama للإمام أبي بكر ابن محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. tulifikia katika darasa iliyopita athar ya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardhah, ambayo ni maneno aliyomwandikia Abu Darda radhiyallahu anhu na kumwambia innal ilma كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير. tuieleza hii athar katika darasa iliyopita, na tukaahidi kuwa leo biidhnillah taala tutasoma taaliq ya al-Imam al-Ajurri rahimahullah taala, baada ya kuorodhesha hizi athar. قال رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. الإمام الآجري رحمه الله تعالى atupeleka katika jambo ambalo ataka sisi tukae chini na kulitasawara na kulifikiria. فما ظنكم رحمكم الله بطريق، أي تخيلوا هذا المثل، تصور هذا المثل. أبو تصور مفانه مزور سانا، أناس في ليلة ظلماء، نواتو أو كون لواتو katika usiku wenye kiza. هم محتاجين إلى السير في الطريق، na watu hao wana haja ya kutembea katika hiyo njia walioko. والطريق مظلم، na njia inakiza sana. Sema fi lailatin dhalma, katika usiku ambao ni wakiza.
na njia yenyewe akaisifu al-Imam al-Ajur na kusema bi tariqin fihi afatun kathira, wapo katika njia ambayo ina mambo ya kuangamiza mengi sana, afat. Kisha wayahtaju an-nasu ila sulukihi, na hakuna budi wahitaji wao kupita katika njia kama ile. Tariqun مظلم فيه حفر وفيه أشجار شائكة أي ذات شوك وفيه هوام وفيه أذى, kuna wanyama wabaya, kuna miba, njia ni mbovu, kuna kila aina ya sababu za maafa, na wao wana haja ya kupita katika njia kama ile kwenye usiku wenye kiza. فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا, ikiwa hakuna taa, ukipata taa watapita. Kama hakuna taa ya kuongoza, watabakia hawajui pa kwenda. فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم, Allah subhanahu wa ta'ala akawawekea taa, zile taa zikawa zatoa nuru kuongoza na kuelekeza njia. Fasalaku ala salamati wal afia, wakapita ile njia kwa usalama, hakuna matatizo yoyote, sababu wana taa, zile hatari zote waziona. قال ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا, wakaja wengine sasa baada ya hao, na lazima wataka kupita katika njia kama ile, wakafuata ile njia. فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة, wako njiani waelekea katika ile njia, ghafla zile taa zikazima, wamebaki katika kiza, hawana pa kwenda. Fama dhannukum bihim, maonaji watu hao. Fama dhannukum bihim, yani tasawwar hadhihi الصورة, احضرها في ذهنك حتى تدرك مكانة العلماء وعظم منفعة العلماء. Tasawwar hali kama hii, ilete karibu katika akili yako mpaka uje ujue uzito na umuhimu wa wanawavyuoni katika mujtamaa. Tasawwar unas fi laylatin dhalma wa fi at-tariq afat wa hum muttarun lis-sayr fi hadha at-tariq wa tafa'at al-masabih. Kaifa yakunu hal haula? Watu wako njiani katika kiza, njia ina hatari, wahitaji ile taa kuona katika njia yao, ghafla ile taa ikazima. Itakuwa vipi hali ya hawa watu? Fama dhannukum bihim? Qala hakadha alulama fi an-nas, hivi ndivyo walivyo wanawavyuoni kwa watu. لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض, wengi katika watu hawajui namna gani kutekeleza ibada zao za faradhi. Wala kaifa ijtinabu almaharim, wala hawajui namna gani watajiepusha na yale yaliyoharamishwa. ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء, ولا hawajui namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zote ambazo waja wake humwabudu nazo, isipokuwa kwa kubakia wana wa vioni. ولهذا قال بعض السلف لولا أهل العلم لكان الناس مثل البهائم.
lau kama sio wanaovioni watu wangelikuwa kama mfano wa wanyama, yani la yumayizuna baina halalin wa haram wa sunnatin wa bid'ah wa kufrin wa iman wa haqqin wa batil. Wangelikuwa watu hawajui kupambanua haki ni ipi na batil ni ipi, halali ni ipi, haramu ni ipi, sunna nini, bid'a nini. Wangelikuwa watu wamebaki katika kiza. لولا العلماء أي لولا منة الله على العباد بالعلماء لأصبح حال الناس مثل البهائم. لو كما صفات يا الله kujalia kuwepo kwa wanaovioni basi watu wangelikuwa mfano wa wanyama. قال رحمه الله فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. ودرس العلم بموتهم أي ذهب العلم، دروس العلم أي ذهاب. kwa kufa kwa wanavyuoni ni kuondoka kwa ilmu. Kila mwanachuoni anayeondoka ulimwenguni ni ilmu imeondoka katika huu ulimwengu. wa dhahara aljahlu, na ujinga ndio utakuwa ni wenye kudhihiri na kuenea baina ya watu. لأنه إذا ذهب نور العلم بموت حملته ظهر الجهل. نور العلم ikiondoka kwa kufa wale walioibeba ile ilmu, kinachodhihiri ni ujinga. وأصبح يظهر في الناس أدعياء وليسوا علماء. naona watadhihiri watu ambao wadai ilmu lakini si katika wanaovioni. yaquluna fi llahi wa fi dini llahi wa fi shar'i llahi bighairi ilm. kaona wazungumza katika dini ya Allah, katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ilmu. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله سبحانه وتعالى haiondoi ilmu kwa kuwapokonya watu katika vifua vyao. Bimaana hawi mtu leo ni mwanachuoni akiamka kesho ni jahili, la, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله يondoa ilmu katika huu ulimwengu kwa kuwaondoa na kuwachukua wanaovioni. Kila akifa mwanachuoni ni alama ya kuwa ilmu imeondolewa, na hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu alihisi ikiwa amejishughulisha na ilmu. Na mara nyingi anapoondoka mwanachuoni ni vigumu sana kupata mfano wake baada ya kuondoka. Masahaba walipoondoka hakuna aliyekuja mfano wao katika ilmu na ibada na taqwa. Wakaja ulama katika tabi'in kadhalika wakaondoka. Hatuwezi kusema kuwa leo kuna mfano al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Imam Malik. kweli kuweza kuona mfano wake leo. Wama kana ataa rabbika mahdhura, lakini mfano wanaovioni wale walipoondoka hakuna aliyekuja baada yao kuweza kuwa kama mfano wao. Kwa hivyo ni ilmu huondoka kwa kila anapokufa mwana wa chuoni. Ameondoka katika asri hii Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Muqbil Al-Wadi'i. Hapakuja mfano kama hao. Ingawa Allah subhanahu wa ta'ala huwabakisha wale watakaowasimamishia watu hujja, lakini ndio ukweli wa mambo, kila anapoondoka mwana wa chuoni ni ilmu mfanini imeondoka katika ulimwengu.
hatta idha lam yubqi aliman, itafikia wakati Allah hatabakisha mwanachuoni. Hii ni katika alama za kiyama. ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, wapo watakaodai ilmu saafiqa, watakaosimama na kujidai wao ndio wenye elimu, ndio viongozi wa watu, wawapeleka watu wanavyotaka wao. Mwanajitu suafuq, amna kitu, lakini hakuna anayejikuza kama yeye. Akizungumza azungumza lugha kama yeye ndio mwana wa chuoni, na kujinaki na kuzungumza mambo makubwa ambayo sio kimo chake. Hawa ndio watakaobakia. ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Wataulizwa, watatoa fatwa bila ilmu, watapotea wao na kuwapoteza wengine. Hivi ndivyo inavyokuwa wanapoondoka wanaovioni. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. قال رحمه الله فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمة استرجاع تقال عند المصيبة. إن كلمة استرجاع utamko wakati mtu anapopatwa na msiba wa aina yote. inna lillahi ay ana lillahi abdun, mimi ni mja wa Allah. wa inna ilayhi raji'un ay wa ana ila Allah ta'ala raji'un, na mimi narejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا من أعظم ما يسلو به المصاب إذا استحضر أنه عبد لله وأنه راجع إلى الله مصيره وغيره إلى الله عز وجل. katika jambo linalompumbaza zaidi mja anapopatikana msiba ni kutamka hii dhikra hali ya kuwa aifahamu maana yake, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hizi zote ni wake Allah subhanahu wa ta'ala, na sote kwake tutarejea subhanahu wa ta'ala. qala musibatun ma a'zamaha 'ala almuslimin, ni msiba mkubwa ulioje kwa waislamu. Kufidiwa kwa mwanachuoni ni msiba mkubwa mno. walakin akthara an-nas la ya'lamun, wengi katika watu hawajui. wallahi aweza kufa mwanachuoni wala watu wasiathiriki. Kuna baadhi yao hawajui haswa kama ulimwenguni kulikufa mwanachuoni, habari hawana. Bali kuna waovu zaidi ambao wafurahia vifo vya wanaovioni. Kuna watu walisherehekea na kufurahi alipokufa Sheikh bin Baz rahimahullah. Subhanallah. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. مصيبة ما أعظمها على المسلمين، مصيبة مكوبة وليوني. ومن طريق المؤلف رحمه الله تعالى أنه بتعليقاته يربط بين الخبر السابق والأخبار الآتية. لو kiangalia katika mfumo wa Imam al-Ajurri rahimahullah, akifanya ta'liq ujue ile ta'liq itaunganisha habari zilizopita na zile ambazo ataka kuzitaja mbele. tazama kama kwa mfano hapa ma sabaqa takallama fihi anna al-ilma nur, amezungumzia hapo nyuma kuwa ilmu nini ni nuru. thumma sayantaqil ila intifai hadha al-ilm bimauti al-ulama. sasa hivi huko mbele
ataanza kuzungumzia kuzima kwa ile nuru kwa kifo cha nani? Cha mwana wa chuoni. Fatajiduhu yarbitu baina ma yuridu wa yasuquhu min al-akhbar rabtan min ajmal ma yakun. Taona aunganisha zile akhbar kwa namna ilivyo nzuri kabisa. Sasa hapa ashasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kule mbele atakuanza kuzungumzia kifo cha nani? Cha wanavyuoni. Na utaona kila mada akitaka kuondoka kwenye moja kwenda kwenye nyingine afanya taaliki ya namna hii. Rahmatullahi alayhi. Kuna tambii mtamalizia nayo. Yatakarraru fi awwal kulli isnad akhbarana Abu Bakr. Ukiangalia vizuri utakuta kila isnad imeanza na akhbarana Abu Bakr. والمراد به المصنف رحمه الله محمد بن حسين الآجري ndiye anayekusudiwa hapa Abu Bakr الإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه. والقائل أخبرنا أبو بكر تلميذه الراوي عنه أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي المقرئ. huyo mwanafunzi wake aliyepokea haya kutoka kwa Imam al-Ajurri ndiye anayesema akhbarana Abu Bakr, amkusudia mwalimu wake Imam al-Ajurri. Kwa tukisema akhbarana Abu Bakr anayekusudiwa ni al-Imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala, na msemaji ni mwanafunzi wake Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Hammami al-Muqri rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa kweli huu ni mfano mkubwa sana ameupiga al-Imam al-Ajurri rahmatullahi alayhi, lau kama watu watakaa na kuzingatia umuhimu wa mwanachuoni katika mujtama na mfano wake aliopiga badii jiddan, kuwa mfano wake ni kama watu waliokuwa katika njia iliyonakiza, ikaja nuru ikawa ya waongoza. Nuru kama ile ikizima katikati ya njia, watu hawaelewi kule wanakoelekea. Hivi ndivyo ilivyo kwa mwanachuoni. Anapokuwa baina ya watu awaelekeza na kuelimisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anapoondoka yule mwanachuoni hubakia watu katika haira, hawajui kule wanakoelekea. Wallahu musta'an. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.